بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 23 من شهر الله المحرم mwaka 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuliahidi kwa insha Allah taala tutaanza kuzungumzia katika kikao hiki al-hijratu al-ula ila al-habasha, hijra ya kwanza ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaelekeza masahaba kuelekea ardhi ya Habasha kwa ajili ya kukimbia na dini yao, waweze kupata nafasi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya udhia. Tulieleza kuwa Makuraish walikuwa wakiwatesa sana wale waliosilimu katika watu wa Makka, na wakaendelea hivyo kila siku zikisonga mbele, wazidi kutumia uslub wa ususuwavu zaidi dhidi ya masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. استمرت قريش في قسوتها على المسلمين وتفننوا في إيذائهم. ما قريش waliendelea katika ule ususuwavu wao na nyoyo ngumu walizokuwa nazo katika kuwaudhi Waislamu, wakawa watumia njia mbalimbali katika kuwaudhi Waislamu. Falam yar'u fihim qaraba, hawakuchunga kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ule ujamaa waliokuwa nao. Bimaana aweza kuwa mtu aliyesilimu ni ndugu yake, ni mtoto wake, ni mtoto wa ndugu yake, lakini akatumia njia za ususuwavu sana kumtesa bila ya kujali kuwa ni jamaa yake. Bal watakhattaw hudud al-insaniyya, walipita mpaka mipaka ya ule ubinadamu. Ikawa ule udhia kila siku zinavyosonga mbele wazidi siku baada ya nyingine, hatta dhaqa bilmuslimin almaqam fi Makkah, mpaka ikafikia hali sasa Waislamu wamepata dhiki kubwa sana kubakia mji wa Makkah. وأخذوا يفكرون في حيلة ينجيهم من العذاب الأليم, ikawa wafikiria namna njia ambao wataifuata ili kujinasua kutokamana na adhabu inaumiza wanaofanyiwa na Makuraishi. Katika hali kama hii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam كان قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل. Mtume صلى الله عليه وسلم alipata habari kuhusu mfalme wa Habasha kuwa alikuwa ni mfalme mwadilifu, la yudhlamu indahu ahadun abada. Hakubali, pamoja na kuwa wakati huo alikuwa hajasilimu, lakini alikuwa hakubali mtu yoyote adhulumiwe kwake.
jambo la dhulma ilikuwa halikubali. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأى ما ينزل بهم من البلاء وهو لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه. Mtume صلى الله عليه وسلم akawaambia masahaba wake baada ya kuona ile balaa inawateremkia na kuwa yeye hana uwezo wa kuzuia ule udhia kuwafikia wao, akawaambia قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة لو كما mtaweza ondokeni nendeni ardhi ya Habasha Ethiopia, nendeni kule. فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد, kule kuna mfalme mtaishi kwa amani, kwake yeye hadhulumiwi mtu yoyote. حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه, kaeni huko mpaka Allah atakapoleta faraja kwa ile dhiki mliokuwa nayo. Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa na hii yaonyesha namna gani masahaba walipata kuonjwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa tayari hapa wameingia katika Uislamu, mitihani imekuwa mingi, kisha juu yake sasa kuna mtihani mwingine sasa wa kuacha jamaa zao na kuondoka kuelekea sehemu nyingine, waondoke kule walikokuwa, walikozoea, walikozaliwa, wenda katika ardhi nyingine, wawacha jamaa zao, wakimbia na dini yao katika ardhi ambayo si ardhi yao, wala wale waliokule si jamaa zao, hawazungumzi lugha yao, dini yao si dini ya Uislamu, waende Habasha, wawache majumba yao, wafanye hijra. Masahaba wale waliojaliwa wakatoka kuelekea Habasha. Yule dhab nitwaje, yule mburukenge wa anaishi katika jangwa ambaye waliwa, shamsikia yule mburukenge ambaye waliwa kule Arabuni, kuna mburukenge ambaye waliwa wa jangwani, na kisa chake pia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuletewa nyama yake lakini hakuila, akasema naogopa, naona nafsi yangu achafuka na roho kwa sababu sikuzoea kuila. Khalid bin Walid akamwambia aharamun huwa, ni haramu kumla huyo mburukenge huyo? Akamwambia la, lakini mimi nafsi yangu sijazoea, siwezi kula. Khalid bin Walid akamla yeye. Mburukenge huyo ankimbia akaenda kaishi jangwani huko peke yake, maskini binadamu akamfuata akaenda kumla huko. Jioni ukiketi kando ushakuwa salama? Hakuna salama, afuata huko uliko. Binadamu bwana yuko jangwani huko, anaweza kwenda rub'ul khali kule ambapo yani jangwa kama bahari, na jamaa akaenda huko akawatoa wale wanyama, kajaza pickup nzima kaja kuuza, na watu wakanunua wakala. Kwa binadamu waweza kufika kokote kwa lile lao wanalotaka. Hasa Makureisha wakutosheka ule udhia wanaowafanyia masahaba pale Makka, wakawafuatiliza mpaka huko wanakokwenda. المهم خرج عند ذلك جماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة, kikatoka kikundi cha waumini kuelekea ardhi ya Habasha kwa kuogopea fitna katika dini yao. Wafiraran ila Allah bidini, kimbia kwa Allah kwa ajili ya kuhifadhi dini yao. Fakanat awwalu hijratin fi alislam, ikawa hii ndio hijra ya kwanza katika Uislamu. Wadhālika fi Rajab,
min as-sanati al-khamisati lilbi'tha, na tukio hili lilitokea katika mwezi wa Rajab mwaka wa 5 baada ya kutumilizwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وكانوا 11 رجلا و4 نسوة, na waliofanya hijra hii ya kwanza walikuwa wanaume 11 na wanawake 4. Kwa hiyo idadi yote ikawa ni ngapi? Watu 15 fanya hijra. وأول من خرج إلى الحبشة هو عثمان بن عفان رضي الله عنه, ومعه زوجه رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. katika watu wa kwanza waliotoka kuelekea Habasha ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, pamoja na mke wake ambaye ni binti yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah bintu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii Ethiopia mnayoiona hii wameikanyaga Uthman ibn Affan na ameikanyaga binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah radhiyallahu anha. أما الباقون من الرجال وهم 10, أما waliobakia katika waume ambao ni 10 pamoja na Uthman ya 11, Abu Hudhaifah ابن عتبة بن ربيعة, الزبير بن العوام, مصعب بن عمير, عبد الرحمن بن عوف, وأبو سلمة بن عبد الأسد, وعثمان بن مبعون, وعامر بن ربيعة, وأبو سبرة ابن أبي رهم, وسهيل بن بيضاء, وأبو حاطب بن عمرو. hawa ndio masahaba waliotoka kwenda hijra ya Habasha katika wanaume. Ama wanawake tumetaja wa kwanza Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke wa pili ni Sahlatu bintu Suhail ibn Amr, na wakati huyu babake alikuwa katika kufuru kabla ya kusilimu, na alikuwa ni katika wakubwa wanaoheshimiwa na Makuraish, na huyu alikuwa ni mke wa Abi Hudhaifa ibn Utba. na alipokuwa Habasha waladat ibnaha Muhammad ibn Abi Hudhaifa, huku akazaa akamzaa Muhammad ibn Abi Hudhaifa. wa Ummu Salamah bintu Abi Umayyah zawjatu Abi Salama ibn Abd al-Asad, ambaye baadaye akaja akawa mkewe mtume sallallahu alaihi wasallam, ummul mu'minina Ummu Salama. na Ummu Salama alipokuwa Habasha akamzaa mtoto wake Zainab bint Abi Salama, na mwingine ni Laila bintu Abi Hathmata ambaye alikuwa ni mke wa Amir ibn Rabi'a. fahaulai أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة, وكان أميرا عليهم عثمان ابن مذعون رضي الله عنه. ikawa amiri wao ni Uthman ibn Mad'un ambaye ni kaka yake mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kunyonya. Yeye ndiye alikuwa amiri wao wakitoka wakielekea Habasha. Safari yao hii ilikuwa ni kwa kunyapanyapa na kujificha ili wasijulikane na Makuraish kama wao waondoka. Yani uelewe, Makuraish walikuwa si kuwatesa tu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na kuwazuia wasiyakimbie yale mateso. Bimaana mtu yoyote anayetaka kuondoka pale Makka kukimbia yale mateso azuiliwa. Haijatosha kuwa watesa na kuwaudhi na kuwazuia wasiondoke ili wazidi kupata yale mateso.
kwa wakatoka kharaju mutajihina ila al-bahr minhum ar-rakibu wal-mashi katika wao kuna yule aliyepanda mnyama kuna wengine walikuwa wanatembea mpaka kufika baharini kutoka Makka kuelekea bahari ya Jidda kule sababu ndio bahari iko kule ili waondoke Makka hamna bahari ووفق الله سبحانه وتعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجارة حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار الله akawafikisha pale wanapofika tu baharini kuna majahazi mawili yaondoka na biashara yaelekea Habasha kwa kabebwa kwa nusu dinar walivyoondoka tu fatinat lahum quraish wakapata habari kwa hawa mabwana wamekimbia wameondoka waelekea Habasha fakharajat fi atharihim jamaa wakatuma kikosi katoka katika kuwafuata لكن عندما بلغت قريش الساحل كان المسلمون قد انطلقوا آمنين لكن وكفika pale alhamdulillah haukupata mtu watu washaondoka kwa amani wakaelekea zao Habasha أقام المسلمون في الحبشة بخير دار عند خير جار بقية رجب kile kilichobakia katika mwezi wa Rajab wakabakia kwa amani kabisa katika ardhi iliyokuwa na amani kabisa Rajab Shaaban ila Ramadhan thumma aadu ila Makkah baada ya Ramadhani wakarejea zao Makkah kwa nini ndio kinachofuata sasa walivyokuwa waislamu wamekaa Habasha kule kulitokea tukio la ajabu sana Makkah na habari zikafika kimakosa kule Habasha wakapata utulivu kuwa warudi zao kwao kwa sababu ile udhia waona kuisha falini ishakwisha fi Ramadhan min as-sanati al-khamisati lil-bi'tha katika mwezi wa Ramadhan kuna baadhi ya watu utawasikia wasema hii somo ya Ashura hamna hii kwa nini kwani ilikuwaje mpaka wale Mayahudi wakafunga tarehe 10 Muharram kwani wao walikuwa waamini kuna mwezi wa Muharram mwezi wa Rajab hivi nyinyi mfikiria miezi weko na Uislamu yani kuna watu wafikiria hii Muharram Safar hii weko na Waislamu watu wafikiria hivi la hii miezi ilikuwepo tangu wakati wa jahiliya huko nyuma kabla ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hii miezi ipo na makuraish walikuwa wajua ashhurul hurum na wakiheshimu yote msoma katika tarehe wakiheshimu hii miezi nenda kasome tafsiri ya innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harrama Allah walikuwa wajua ashhurul hurum na walikuwa wakiheshimu hii miezi kuwa hawapigani hawamwagi damu bali si walikuwa wakifanya haji tangu wakati wa jahiliya wakifanya mwezi gani haji Disemba na Januari yani kuna watu wengine wavaa kilemba kama ngoma hivi kimona unaona nsoma toka wapi Azhar hakuna somo ya Ashura nini alikuwa hakuna miezi wewe mjinga wewe hii miezi haikuwekwa na Waislamu ilikuwepo tangu na hapo ilikuwepo labda watatizika kusikia tu mwaka wa kwanza baada ya hijra mwaka wa kwanza hii masala mengine na kwa hii miezi ilikuwepo masala mengine kwa Ramadhani ilikuwepo Ramadhani vile vile kabla hata ya kufaradhishwa somo Ramadhani iko vile vile Ramadhani maana yake sifunga Ramadhani ni mwezi ile ibada ya funga ikafunganishwa na mwezi wa Ramadhani umefahamu hapa kwa sije mtu akashtuka sasa kumbe kulikuwa na Ramadhani bana kabla ya kufaradhisha somo ilikuwa Ramadhani kabla ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam iko miezi Muharram mpaka Dhulhijja iko vile vile na makuraish walikuwa kijua miezi
طيب katika mwezi wa Ramadhani mwaka huo wa 5 baada ya kutumilizwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam min al-hijra min al-bi'tha kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-haram tukio maarufu mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka akaelekea haram kwenye al-Kaaba وكان هناك جمع كبير من قريش na siku hiyo kulikuwa na kundi kubwa sana mkusanyiko mkubwa sana wa makuraish wakana fihi saadatuha wa kubarauha na pale walikuwepo wale mabwana waheshimiwa wa makuraish katika wakubwa wao فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو سوره النجم متوم صلى الله عليه وسلم akawa aisoma سوره النجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ikawa yuisoma ile sura yatakatufahamu kuwa wale makuraish wale ni arabun aqhah ni waarabu bimaana alkalima walikuwa waelewa kile anachokisoma mtume sallallahu alaihi wasallam amaanisha nini na hawakuwahi kupata utulivu wa kuisikiza Qur'an kama siku hiyo kwa somo nini wakawa wasikiliza yale maneno anayosoma mtume sallallahu alaihi wasallam yakawaathiri sana kwa sababu walikuwa ni waarabu waelewa ikiwa hii Qur'an aweza kusomewa mtu ambaye haelewi asikia tu sauti na ikamwathiri yale maneno yanayosomwa yakamwathiri vipi yule ambaye aelewa kila neno kwa zungumzwa nini pale aelewa ujumbe unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ajua lugha ya Kiarabu kuwa haya maneno hawezi binadamu kuyazungumza hayafanani kabisa la min qarib wala min ba'id na maneno ya binadamu kwa wakawa wamsikiliza hatta idha balagha as-sajdata sajada fasjudu lillahi wa'budu Mtume sallama akasujudu kwa kule kutekwa na ule utamu wa Qur'an na ile raha ambayo mtu yuisikia kwa haya maneno akiyaelewa wasajada ma'ahu alqawmu jami'an bila ya kujijua makoresho wakafanya nini wakasujudu wenyewe wakaanguka chini wakasujudu yale maneno yalivyowateka ni kama walijisahau almuslimuna walmushrikun waislamu na washirikina wote walisujudu illa rajulani isipokuwa watu wawili tu Umayyah ibn Khalaf ni jitu lilikuwa ovu kabisa huyu aliuawa katika vita tutakuja kueleza inshallah والمطلب ابن ابي وداع hao wili hawakusujudu na hiki kisa kimethubutu katika Bukhari na Muslim روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود سمع أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم سورة ya kwanza ambayo imeshukishwa ndani yake kuna kusujudu ni sura an-najm قال سمع فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه akasujudu mtume sallallahu alaihi wasallam alipoisoma na wote waliokuwa nyuma yake wakisikiliza sura wakasujudu illa rajulan ra'aytuhu akhadha kaffan min turab fasajada alayhi isipokuwa bwana mmoja tu hakusujudu bwana lakini kwa kule kuathirika akachukua mchanga hivi akafanya hivi yani nishafika huko chini chukua mchanga kaika kwenye bapa lake nishasujudu faraaituhu ba'da dhalika qutila kafiran ibn Mas'ud asema nikamuona huyo bwana baada ya aliuawa akiwa kafiri wa huwa Umayyah ibn Khalaf naye ni Umayyah ibn Khalaf na hii hadithi katika Bukhari na Muslim ama yule wa pili al-Muttalib ibn Abi Wadaa
yule alisilimu pamoja na siku hiyo kusujudu alisilimu na kisa chake tofauti baada ya kusilimu. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح عن المطلب ابن أبي وداعة رضي الله عنه ثم رضي الله عنه سبب السليم بعدها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم. aeleza lile tukio asema wakati mimi nilipokuwa mshirikina nilimuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisujudu aliposoma suratul najm wasajada an-nasu ma'ahu na watu wote wakasujudu naye walam asjud ma'ahum sema lakini mimi sikusujudu nikawima hivi wa huwa yawmaidh mushrik sababu wakati ule alikuwa mushrik. Sasa aliposilimu asema fala ad'u as-sujuda fiha abada nikisoma suratul najm siwachi kusujudu abadan kila nikisoma lazima nisujudu pale mwisho. Kwa nini? Kwa sababu asikia dhiki kuwa amepitwa wenzake walisujudu kule basi asikia uchungu kuwa kwa nini sikusujudu wakati ule ikawa akisoma lazima sujudu. الإمام السندي katika sharh al-Musnad sema qawluhu radiyallahu anhu fala ad'u as-sujuda fiha abadan taqri'un ala fawtihi fi dhalika al-yawm ni kama ajilaumu na nafsi yake kuwa alipitwa na ile sujudu siku ile alipoisoma mtume sallallahu alaihi wasallam ay haythu fatani fi dhalika al-yawm fa kayfa atruku ba'dahu bal altazimu ba'du jabran lima fat kwa siku ile ilinipita ile sujudu basi vipi nitaiacha tena bali nitasujudu ili kuziba lile kosa nililofanya kutosujudu siku zile akawa yasujudu kila kisoma hizo. Kwa hivyo hiki kisa hiki cha kusujudu makuraish waliposikia ule utamu wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala habari zilifika mpaka wapi? Habasha. Kuwa makuraish washafanya nini? Washasilimu wote wasilimu. Lakini ukweli ni kuwa waliathirika na yale maneno waliyosikia. Na makuraish hata wale walikuwa katika shirki walikuwa wakisikia Qur'an waathirika sana hata kabla ya kusilimu wengine. Na mifano hii iko kadhaa katika hadith zilizothubutu. Kwa mfano sahaba Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu alivyokuja Madina kwa sababu ya wale matekwa katika baada ya vita vya Badr, kila mmoja alikuwa akija kimkomboa jamaa yake, kilipa kimkomboa jamaa yake. Yeye akaja Madina kwa ajili ya kumkomboa jamaa yake. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في قصة إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه. الإمام البخاري katika sahihi yake akieleza kisa cha kusilimu huyu sahaba Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Jubair ibn Mut'im aliingia Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam asalisha salat al-maghribi. Akaja kusikiliza kwa somo nini hapa watu waswali. yeye mwenyewe asema qala Jubair sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fi al-maghrib bit-tur, namsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma katika swala ya maghrib suratu at-tur wat-tur wa kitabin mastur. falamma balagha hadhihi al-aya, na yeye wasikiliza ile maneno ya muathiri, akafika kwenye hii aya am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. ile maneno akawa akisikiliza asema kada qalbi an yatir, kwa ule utamu wa yale maneno moyo wangu kwa ile furaha ulikuwa unataka kuruka yale maneno yalivyoniathiri. Na hapa asema ndio mwanzo kuingia imani katika moyo wangu, yani kujua kuwa hii ni haki.
kwa Makuraish walikuwa wakiathirika na hii Qur'ani inaposomwa. وترامت هذه الأخبار إلى مهاجرة الحبشة خبار zikafika mpaka kwa wale waliofanya hijra kwa Habasha لكن في صورة تختلف تماما عن صورتها الحقيقية lakini kama zilivyo habari zilifika kule katika sura ambayo ni tofauti kabisa na ule uhalisia wa lile jambo lilivyotokea. Leo habari hapa nikamwambia huyu bwana kitu, Baba Musa alikwambia nikamwambia kitu, nikamwambia mwambie yule, kisha yule amwambia kwa masikio tu bila mtu kusikia. Ikifika kule utasikia shekhe anasema kesho utakula biriani ya kuku, kumbe wewe hapa uzungumza mbirimbi, kule afika biriani, si umeelewa? Hivi ndivyo zilivyo habari za hearsay, nasikia mwisho zaanza kila mmoja ataka atoe yake, yani tofauti na mwenzake, ataka habari yake ionekane ni kali zaidi. Unsikia kisha zaangalia kando, unsikia kisha kuna nini, ngoja una haraka wewe. Kila mmoja atakaonekane yeye yake kali zaidi. Sasa ili iwe kali zaidi mpaka fanya nini? Aongeze kidogo hivi na yule mwingine aongeze kidogo hivi. Sasa habari zikienda zikifika Habasha, waambiwa watu kule fanya nini? Balaghahum anna ahla makkah aslamu. Habari zilizofika Habasha ni kuwa watu wa Makkah wote wafanya nini? Wasilimu. وقد سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, tena bwana mpaka wakasujudu na mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha ushahidi wa kufanya nini? Wasilimu. فقال المهاجرون, والمهاجرون kule wakasema ashairuna ahabbu ilaina, jamaa zetu wapendeza zaidi kwetu sisi, kwa nini tubaki hapa wakati jamaa zetu washasilimu? Fakharaju min alhabashati raji'ina ila makkah, jamaa wakatoka Habasha wakaelekea zao wapi? Makkah, warudi nyumbani. وهذا في شوال من السنة الخامسة للبعثة, na hili lilitokea mwezi wa Shawwal, kwa habari zikafika kule Shawwal mwaka ule wa 5. Kwa watakuwa wamekaa Habasha siku zilizobakia za Rajab, Shaaban, Ramadhan, Shawwal, warudi zao. حتى إذا كانوا دون مكة بساعة تبينت لهم الحقيقة, jamaa waje wamefika karibu na Makkah. Vipi huko? Wapi? Nani silimu? Hata hawakusilimu. Imebidi tu wasujudu kwa ule utamu wa ile Qur'ani iliyosomwa pale, lakini wakalaumiana baada, vipi nyinyi msujudu? Bila kutaka, lakini katika hali yao ile ile. وعرفوا أن المشركين أشد ما يكونون خصوما لله ورسوله وللمسلمين, wakapata habari kwa sasa ndio wanzidi kufanya uadui dhidi ya Allah na mtume wake na waislamu. fahamu birrujuu ila ardhi alhabasha, mpaka wakafikiria kurudi tena wapi? Habasha. lakini wakaambizana qad balaghna makkah, tushafika Makkah. فدخلوا مكة ولم يدخل أحد منهم إلا مستخفيا, wakaingia Makkah kwa kujificha, karudi zao Makkah kujificha. au fi jiwari rajulin min Quraysh, au akaingia mtu chini ya himaya ya yoyote katika Makuraish. Wakawa kila mmoja kama hawezi kurudi kwa kujificha, achukua himaya ya mmoja, hata kama ni katika kufaru Quraysh, mimi naingia chini ya himaya ya fulani. Na walikuwa wakipenda wale Makuraish, pamoja na kwa yeye si Muislamu, mushrik, lakini akisema yule mimi nataka kuingia hapa Makkah chini ya himaya yako, basi kush, hakuna mtu atakugusa hapa, utakaa vizuri kabisa. Ndio maana yake jiwara. Yani kwa mfano ukiingia mtaa huu kuna watu wanaoishi pale, wachelea kuwa labda nitaudhiwa na mtu fulani ama fulani, waangalia pale katika huu mtaa nani katika watu wanaosikilizwa, wanaoheshimiwa, ambao ukiingia kwa jina lake yeye hakuna mtu atakufanya nini? Atakukaribia. Mzee Hussein wamshika.
leo kimwona yule mzee mtu aweza kugusa kweli ula konde. Kwa hivyo yasema huyu yuko chini yangu mimi, kwa hivyo fanyeni heshima. Akimgusa huyu mtu yoyote ujue mimi na yeye, si mafahamu. Hiyo ndio maana nini, ndio maana ya kuchukua jiwaro. Kwa baadhi ya masahaba ikabidi waingie na jiwaro, kuwa yuko na mtu fulani chini yake, hakuna mtu aweza kumkaribia, kwa sababu lau kama angeingia moja kwa moja hivi hivi aweza kuudhiwa mpaka kufikia wengine kutaka kuuawa. Ningeeleza mfano wa hayo, lakini naona wakati umesonga sana. Lakini nitaeleza mmoja katika hao waliingia kwa jiwar, ambaye ni Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu. Aliingia Makkah tahta jiwar al-Walid ibn al-Mughira, baba yake Khalid ibn al-Walid. Ili tukio nitaanza nalo insha Allah taala, Allah akitupa uhai na uzima, kikao kitakachokuja nitaanza kueleza tukio hili, kisha ndio nitaingia mbele biidhnillah taala. Ama hapa nitasimamia hapa insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.